Karibu tena mpenzi mtazamaji na msikilizaji na mfuatiliaji wa chaneli hii. Leo nimekuletea kauli ambayo imezua taharuki huko mitandaoni, ambayo ni kauli ya waraka wa Kalikwe Bakwanda Bagonza unaogusa rufaa ya Jamhuri katika kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Antipas Mugwai Lissu. Askofu anaanza kwa kauli ya kuvutia na kusema, wale wanaopenda kuwapopoa kwa mawe na waomba mnipopoe. Ni mwaliko wa kukubali kukosolewa na pia ni onyo dhidi ya jazba, ambapo leo tutachambua hoja zake 4 na tutaweka katika muktadha wa kisheria na kisiasa, na mwisho nitoe maoni ya mizani. Je, rufaa hii ni mkakati wa kisheria tu au ni fursa ya hekima ya kisiasa? Askofu anasema Jamhuri imekata rufaa kwa kesi ambayo haijahukumiwa. Sheria inawezekana kukata rufaa dhidi ya uamuzi wakati interlocutory ruling, lakini si lazima kusubiri hukumu ya mwisho. Msingi wa kisheria: mahakama inaweza kutoa uamuzi kuhusu hoja fulani, mfano kukubali au kukataa ushahidi. Upande usioridhika unaweza kukataa rufaa mapema ikiwa sheria inaruhusu. Maswali ya msingi yanakuja: je, rufaa ya mapema inalenga kusahihisha tafsiri ya sheria au inalenga kuchelewesha mwenendo wa kesi? Je, ina athari kwa haki ya kusikilizwa kwa wakati, fair trial within reasonable time? Askofu anapongeza uamuzi huo, lakini si kwa mantiki ya kushinda, bali kwa kuona fursa ya kumaliza mvutano kwa hekima. Askofu anatumia taswira: ugomvi wa wanandoa unakatika, mgeni akiingia. Anafananisha uamuzi mdogo na mgeni aliyeingia. Kwa mtazamo wake, rufaa inaweza kusitisha kasi ya mzozo, kutoa nafasi ya tafakuri na kuruhusu wahusika kuokoa heshima. Katika siasa, mara nyingi kusitisha kunakuwa mkakati wa kupunguza presha ya umma. Katika sheria, kusitisha kunaweza kuwa njia ya kuleta uhakika wa tafsiri sahihi kabla ya kuendelea. Lakini pia kuna hatari. Kesi nyeti za kisiasa zikichelewa huongeza hisia za mgawanyiko. Umma unaweza kuona rufaa kama kucheza na muda. Hii sentensi yenye uzito. Askofu anadokeza kwamba lengo halisi huenda si ushindi wa kisheria, bali kuanzisha njia ya maridhiano. Anatoa wito kwa wazee wenye hekima. Katika mila za Kiafrika, wazee huingilia pale taasisi zinapokwama. Je, katika mifungo ya kidemokrasia, maridhiano ya kisiasa yanaweza kuendeshwa sambamba na mwenendo wa mahakama? Maridhiano si kinyume cha sheria, lakini hayawezi kubadilisha uhuru wa mahakama. Heshima ya taasisi ni muhimu kama heshima ya wahusika. Askofu anasema Jamhuri si DPP wala serikali. Jamhuri ni sisi sote. Hii ni hoja ya kimsingi ya falsafa ya dola. Jamhuri ni sawasawa na wananchi na serikali ni sawasawa na wasimamizi wa muda. Mahakama ni muhimili huru na upinzani ni sehemu ya uhalali wa mfumo. Kwa mtazamo huu, kesi ya mtu mmoja inapogeuka kuwa taswira ya mgawanyiko wa taifa, hasara huwa kwa jamii. Mahusiano yanaharibika, imani kwa taasisi zinapungua na lugha ya umma inakuwa kali. Askofu anaonya dhidi ya kujiumiza kwa mashimo tunayoweka. Anawapasia mpira wanaohangaika na maridhiano, lakini maridhiano yanahitaji nia njema kutoka pande zote, heshima kwa uhuru wa mahakama, uwazi kwa umma na kukubali kwamba haki na amani haviwezi kutenganishwa. Katika historia ya nchi nyingi, kesi zenye mvuto wa kisiasa zimewahi kumalizwa kwa mchakato wa kisheria unaoendelea hadi mwisho au makubaliano ya kisiasa nje ya mahakama. Njia yoyote lazima izingatie haki ya mshtaka, heshima ya taasisi na utulivu wa taifa. Kisheria, rufaa ya uamuzi mdogo si kosa kisheria kama sheria inaruhusu, ni haki ya upande wowote usioridhika. Lakini kisiasa, hata haki za kisheria zinaweza kuwa na athari za kisiasa, hivyo busara ya mawasiliano ni muhimu. Kijamii, lugha ya jazba huchochea mgawanyiko na lugha ya hekima huleta daraja. Na kitaifa, kesi yoyote ile ya hadhi ya juu inahitaji uwazi na uharaka ili kulinda imani ya wananchi. Askofu anatumia mafumbo na methali kuwasilisha ujumbe wa tahadhari na mwaliko wa maridhiano. Wapo watakaokubaliana naye na wapo watakaopinga, lakini hoja yake kuu ni moja: taifa lisiumizwe na mzozo usioisha.
Katika kipindi hiki cha Kwaresma na Ramadhani, kipindi cha toba, tafakuri na kujipima, waraka huu unatoa mwaliko wa kupunguza joto la maneno na kuongoza joto la hekima. Je, rufaa hii itakuwa mwanzo wa suluhu au sura mpya ya mvutano? Muda na uamuzi wa taasisi zetu ndivyo zitakazotoa jibu. Endelea kuwa nami, nitakuletea kila kinachojili kadri taarifa zinavyotufikia hapa.